Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo. Hamjambo. Karibu sana kwenye ukumbi huu ili tuweze kuyachanganua yale yote ambayo yanaendelea. Mimi nipo hapa kwa minajili ya kuwawekea maneno bayana, mambo bayana. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu sambaza kanda zetu. Hii serikali ambayo iliweza kumwaga damu ya Watanzania zaidi ya 10,000 ndiposa wakaingia mamlakani. Vita vikali vimeanza, na inaonekana kwamba ni Mwenyezi Mungu muumba nchi na ardhi, ama muumba mbingu na ardhi, ndiye ambaye ameanza kujibu maombi yetu. Ndiye ameanza kufanya kazi. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais Tanzania na Samia Suluhu Hassan ni maji na mafuta, hawapikiki katika chungu kimoja. Na taarifa za ndani kabisa zinanieleza kwamba hali ni mbaya, na mnapaswa kunielewa. Mambo yameharibika. Hii leo siku ya Alhamisi tarehe 11 Disemba mwaka 2025, mbunge Jenista aliweza kufariki, na inasemekana kwamba huyu mbunge Jenista alikuwa ni rafiki wa ndani wake Emmanuel Nchimbi. Jenista Joakim Mhagama, mbunge ambaye aliweza kuaga dunia siku ya Alhamisi, alikuwa ni mtu wa karibu sana na Emmanuel Nchimbi. Na kulingana na taarifa za ndani, mpenzi mtazamaji, na unapaswa kuniamini, zinaeleza kwamba kifo chake mbunge huyu Jenista kinatatanisha, kwa sababu alikuwa kwenye orodha ya watu wa karibu sana na makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, wanaotakiwa kushughulikiwa. Unajua, wacha niweze kuwaeleza. Kwenye hii serikali ya Samia kuna wale ambao walikuwa wanamsifu. Ukionekana kwamba umeweza kuenda kinyume na hii serikali, wanakumark au wanakuangalia kisha wanakushughulikia. Inaelezwa kwamba mbunge huyu Joakim Jenista alikuwa amekwisha mulikwa na alikuwa kwenye orodha ya Nchimbi, wale ambao wanapaswa kushughulikiwa pamoja na Nchimbi. Kwa hivyo mambo yamechemka, na sasa utekaji wa aliyekuwa waziri mwenye anaitwa Mwambe kumeweza kuharibu mambo zaidi. Kumbuka kwamba bwana Mwambe ni rafiki wa karibu. Geoffrey Mwambe ni rafiki wa karibu wake Emmanuel Nchimbi, na bwana Geoffrey Mwambe alikuwa ni waziri wakati wake Magufuli.
waliongoza timu ya majadiliano na mabeberu. Huyu vile vile bwana Geoffrey Mwambe amekuwa mkurugenzi wa TIC. Yaani cha kushangaza ni kwamba kiongozi mkubwa wa serikali hii leo anatekwa, anafichwa, anashikiliwa kinyume na serikali. Yaani Geoffrey Mwambe aliyekuwa waziri katika serikali ya Magufuli alitekwa kwa sababu ya kukosana na Samia na kwa sababu ya kukuwa rafiki na Emmanuel Nchimbi. Akafichwa, akateswa na anaendelea kushikiliwa kinyume na sheria. Ni nani ambaye yuko salama kama mpaka mawaziri waliokuwa viongozi wanatekwa? Sasa ninaelezwa kitu ambacho kimeweza kumuua ghafla Jenista kimewashangaza. Na ndani ya hii serikali ya Samia kuna jambo kubwa sana ambalo litaenda kutendeka. Ninawaibia siri. Kuna jambo kubwa sana ambalo litaenda kutendeka. Alafu ninaambiwa kwamba huyu Geoffrey Mwambe aliyekuwa waziri kipindi cha Magufuli, baada ya kutekwa kwa sababu ya kukua urafiki na Emmanuel Nchimbi, hapo jana tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025 walimuhamisha kutoka kwa kituo cha polisi na kutokomea naye kusikojulikana. Kisa alienda kuongea na Nchimbi kwa simu. Alafu pia ninaelezwa kuna wabunge ndani ya chama cha CCM wamebananishwa huko kwa kuenda kinyume na Samia Suluhu Hassan. Huyu mama ambaye ni Samia hajui kwamba anasaidia wananchi kuchukia hii serikali. Mimi ninaambia Mwenyezi Mungu, Mungu muumba mbingu na ardhi, tusaidie hii serikali iweze kukosana kabisa. Kwa sababu waliweza kumwaga damu, kwa sababu waliweza kuwaua wananchi. Hawawasikilizi wananchi, wakosanishe kabisa. Ninaelezwa kwamba huyu mbunge Joakim Jenista alikuwa ni rafiki wa karibu wa Nchimbi, na Nchimbi na Jenista walikuwa kwenye orodha ya kushughulikiwa na Geoffrey Mwambe. Ninaelezwa sababu ambayo imefanya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan kukosana, mpenzi mtazamaji, ni kwa sababu Nchimbi wameweza kufikiria kwamba anataka urais sasa hivi. Wanafikiri kwamba Nchimbi ndiye anatuma mapadiri, ndiye anatuma mapadiri pamoja na wananchi wa Tanganyika kumkataa Samia. Na hivyo wanafikiri kwamba Nchimbi anawachochea wananchi kumuondoa Samia, alafu yeye achukue kiti cha urais kama rais wa muungano wa Tanzania. Sasa wanauliza, je, Nchimbi anataka kuwa rais sasa hivi au mwaka 2030? Ninawaambia kwamba ndani ya hii serikali wameanza kulimana, na haitaenda mbali kabla ya sisi hatujaweza kushuhudia tendo kubwa ndani ya hii serikali. Waswahili walisema kwamba vita vya panzi, furaha ya kunguru. Sasa panzi ni serikali ya chama cha CCM
ambayo iliweza kuwaua wananchi. Yes, panzi ni akina Nchimbi, akina Samia. Wacha wao wapigane. Sasa kunguru ni sisi. Sisi ni furaha yetu. Wacha walimane, wacha wakosane, kwa sababu walimwaga damu ya wananchi wakaingia kwa serikali. Sambaza ikanda. Haya ni mambo ya ndani, kwamba Nchimbi maisha yake yapo hatarini. Nchimbi uhai wake upo hatarini, kwa sababu huyu mbunge mwenye amefariki, kifo chake si cha kawaida. Alikuwa kwenye orodha ambayo jina la Nchimbi lipo na walikuwa wanapaswa kushughulikiwa. Asanteni sana.